Jeshi la polisi Tanzania limethibitisha kumkamata Thadei Sabinas Kweka, raia wa Tanzania anayeishi nchini Marekani. Kupitia taarifa kwa umma ya tarehe 29 Disemba mwaka 2025, polisi wamesema kuwa mtuhumiwa huyo alikamatwa mkoani Kilimanjaro usiku wa tarehe 28 Disemba kwa tuhuma za jinai zikiwemo uchochezi ambazo wanasema ni kinyume cha sheria za nchi. Taarifa hiyo ya polisi imekuja baada ya saa kadhaa za taarifa zinazozunguka mtandaoni zilizoeleza madai ya utekaji nyara na uvamizi wa makazi ya mtuhumiwa huyo huko mjini Moshi. Kabla ya uthibitisho wa jeshi la polisi, baadhi ya wanaharakati wanaoishi ughaibuni walidai kuwa Thadei Kweka alichukuliwa kwa nguvu na watu waliodaiwa kuwa askari wa polisi pamoja na watu wasiojulikana. Baadhi ya taarifa hizo zilidai kuwa askari waliotekeleza zoezi hilo walitoka maeneo ya Hai mkoani Kilimanjaro. Hata hivyo, jeshi la polisi Tanzania limekanusha dhana ya utekaji likieleza kuwa lilifanya ukamataji wa kisheria na kwamba mtuhumiwa huyo yuko chini ya ulinzi wa polisi wakati taratibu za kisheria zikiendelea. Katika taarifa yao, polisi wamesema kuwa uchunguzi unaendelea ukiwemo ukusanyaji wa ushahidi ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa. Baada ya uthibitisho huo, mjadala mpana umeibuka hasa katika mitandao ya kijamii na miongoni mwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi. Swali kuu linaloulizwa ni hili: je, Tanzania ina mamlaka ya kisheria kumchukulia hatua raia wake kwa vitendo au matamshi yaliyofanyika nje ya mipaka ya nchi? Kwa mujibu wa misingi ya sheria za kimataifa, nchi kwa kawaida hutekeleza sheria zake ndani ya mipaka yake. Hata hivyo, kuna mazingira maalum ambapo nchi inaweza kudai mamlaka kwa raia wake walioko nje ya nchi, hususan pale inapodaiwa kuwa vitendo hivyo vina athari kwa usalama, amani au maslahi ya taifa. Hata hivyo, utekelezaji wa mamlaka hayo mara nyingi huhitaji ushirikiano wa kisheria kati ya nchi husika, mikataba ya kimataifa au ya pande mbili na taratibu rasmi za uchunguzi. Kesi hii pia imefungua mjadala kuhusu tofauti za mifumo ya kisheria kati ya Tanzania na Marekani, hususan katika suala la uhuru wa kujieleza. Nchini Marekani, uhuru wa kujieleza unalindwa na katiba kupitia First Amendment ambayo inatoa ulinzi mpana kwa matamshi ya kisiasa na maoni ya raia, hata yale yanayokosoa serikali. Baadhi ya wanaharakati wa diaspora wamehoji iwapo matamshi yanayodaiwa kufanywa na Thadei Kweka akiwa Marekani yanaweza kuchukuliwa kama kosa la jinai chini ya sheria za Tanzania, ikizingatiwa mazingira ya kisheria ya nchi aliyokuwa akiishi. Kwa upande mwingine, serikali ya Tanzania imewahi kusisitiza katika matamko mbalimbali kwa raia wake wanapaswa kuzingatia sheria za nchi na kwamba vitendo vinavyoonekana kuhatarisha amani au usalama wa taifa vinaweza kushughulikiwa kisheria. Wachambuzi wa masuala ya sheria wanaeleza kuwa kesi kama hii hujikita katika masuala manne makuu. Swali la kwanza ni vitendo vinavyodaiwa vilifanyika wapi? Swali la pili, vilikiuka sheria ipi hususan ya Tanzania? 3, je, kuna ushahidi unaokubalika kisheria? Na 4, je, taratibu zote za haki za mtuhumiwa zimezingatiwa? Majibu ya maswali haya ndiyo yatakayoamua mwelekeo wa kesi hiyo endapo itafikishwa mahakamani. Mbali na masuala ya ndani, kesi hii imevuta hisia kimataifa, hasa kutokana na ukweli kwamba mtuhumiwa ni mkazi wa kudumu wa Marekani. Katika mazingira ya kidiplomasia, masuala yanayogusa haki za raia, uhuru wa kujieleza na mamlaka ya kisheria kuvuka mipaka huangaliwa kwa makini na mataifa husika. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka serikali ya Marekani au balozi wake nchini Tanzania kuhusiana na tukio hili. Ndani na nje ya Tanzania, maoni yamegawanyika. Wapo wanaoona hatua ya polisi kama utekelezaji wa sheria za nchi, wakisisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na amani. Wengine hasa kutoka diaspora wanaona kesi hii kama kipimo cha namna Tanzania itakavyoshughulikia uhuru wa kujieleza na mahusiano yake na raia wake walioko nje ya nchi. Mjadala huu unaendelea kujengwa zaidi kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii na midahalo ya kitaalamu.
Kwa sasa kinachosubiriwa ni mwelekeo wa kisheria wa kesi ya Tadhei Kweka, ikiwa ni pamoja na iwapo atafikishwa mahakamani, aina ya mashtaka yatakayowasilishwa na namna taratibu za haki zitakavyotekelezwa. Kwa Tanzania wengi, kesi hii inaendelea kuibua maswali mapana kuhusu mipaka ya mamlaka ya dola, haki za raia na nafasi ya uhuru wa kujieleza katika jamii ya kidemokrasia. Na kadri mchakato wa kisheria unavyoendelea, majibu ya maswali haya yataanza kujitokeza kupitia vyombo vya haki.